Ninatambua kwamba ulimwengu unakumbana na changamoto nyingi sana. Na pengine swali lako linaweza likawa, je, sauti yetu iwapi? Ore sinaripo ongilingirai maana kitodolu ajo etabaua saa nisisi enkerai Enkai. Kitii tayari anaa irmaasai pee king'amu oltoilo obo tikitam naapishana. Hata katika ulimwengu huu ambao una makelele na changamoto nyingi za maisha, lipo hitaji la kusikia habari njema. Na hii ni sauti moja. Na uzuri ni kwamba inaanzia kule katika divisheni kuu, na kisha divisheni Afrika Mashariki na Kati, na sasa ni Tanzania, kutoka milima ya Upare mpaka Majita, na kutoka Majita mpaka wilayani Buhigwe mkoani Kigoma. Na sasa ninatamani kukuletea viongozi wa Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania ambao watatuelezea One Voice 27. One Voice 27 si tu slogan au tukio. Hii ni mpango wa kanisa, ni harakati ya kanisa la Sabato kimataifa, ya kwamba tuungane kwa pamoja, tuwe na sauti moja kwa kusudi la utume. Mpendo, unaweza ukajiuliza kwa nini 2027? Zaidi ya miaka 2000 iliyopita, mnamo AD 27, sauti ilisikika ya Baba wa mbinguni mara tu baada ya njiwa kutua mabegani mwa Yesu. Ilikuwa ni wakati Yesu alipobatizwa na akapanda kutoka majini, ndipo sauti iliposikika ya Baba wa mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Na kwa hivyo mpendwa, mwaka 2027 ni sherehe kubwa ya kukumbuka ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini sherehe hizi zinaanza sasa zinaanza sasa hivi. Tunaanza kutafuta kila mwenye mwili apate kubatizwa na kumpokea huyu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tunakumbuka ya kwamba huyu Yesu aliyebatizwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita ndiye anakuja, lakini akija anatamani kuona kila mwenye mwili amebatizwa amchukue kwenda mbinguni. One Voice 27 inagusa vyombo vyote vya habari, kutoka kwenye mitandao ya kijamii hadi redio za duniani kote, runinga na uchapishaji. Macho yetu ataona kila kituo kinakuwa mimbari, na kila mshiriki mmoja mmoja, yaani mimi na wewe, tunakuwa mstari wa mbele kuhakikisha programu hii inafanikiwa. Kutoka Njiro Hili mpaka Kigoma, Bariadi na Ukerewe, One Voice 27 ifike. Na wakuwezesha hili ni mimi na wewe, ambao utasimama kama daraja katika kufikisha ujumbe huu kwa kila kona, kuanzia kanisa lako mpaka kwenye jamii yako yote. Asante. Tumesikia kutoka kwa mchungaji Mpwani, mchungaji Sando na Ida Mavaza. Na sasa pengine tufahamu kwamba One Voice ina uhusiano gani katika Biblia? Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiria hao wakaao juu ya nchi na kila kabila, lugha na jamaa. Magosha elilakere edeli ya kugaiwa. Kwa sauti moja watafika na kwetu abagudagi kagohidi arakahenya ngengdeny. Dunia yetu ina wakazi zaidi ya bilioni 8. Bilioni 7.4 wanatumia simu janja. Bilioni 5.4 wanatumia mitandao ya kijamii. Na bilioni 5.3 wanasikiliza redio na kutazama television. Hizi sio takwimu tu, hizi ni roho ambazo zipo tayari kusikiliza ujumbe wa matumaini. Hivyo basi, Septemba mwaka 2027, kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu na kutumia vyombo vyetu vya habari, yani Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM, pamoja na mitandao yote ya kijamii, tutahakikisha kwamba tunafikia jamii hii
na ujumbe wa matumaini, tukiwezeshwa na Roho Mtakatifu na kauli moja ya One Voice 27. Msimamo wetu ni thabiti kwa kuvisoma vitabu. Kitabu kile cha Testimony to Ministers ukurasa wa 114 kinasema ya kwamba vitabu vya Danieli na Ufunuo vitakapofahamika kwa watu wa Mungu, watakuwa imara na thabiti kwa kumjua Mungu zaidi. Na jambo moja ni dhahiri kwa kukisoma kitabu cha Ufunuo, kinamfunua Mungu na kuonyesha uhalisia wa mapambano ya siku za mwisho na ukweli wa wakati tulio nao, na hiyo inaonyesha jinsi ambavyo watu kwa kuvisoma vitabu wataimarika na kujiandaa kwa ajili ya 2027. Sauti moja 27 ni jukumu la kila mtu. Tutarajie nini? Lengo kubwa ni kwamba kanisa liweze kuhusika na kila mshiriki apewe jukumu la kuweza kufanya, na tufanye kazi kama mwili mmoja, sawa na viungo vingi katika mwili mmoja, lakini una kusudi moja. Ndivyo jinsi ilivyo sauti moja 27, ni kwamba tutakwenda tukiwa na lengo la utume kuwafikia kila taifa, kabila, lugha na jamaa. Naam, ni kweli kabisa Dr. Mpwani. Mpango huu ni sehemu ya dira yetu ya kimkakati ya mwaka 2025-2030 inayosema I will go, yani nitakwenda. One Voice 27 inachochea utambulisho katika Kristo, kujumuika pamoja na Mungu, umoja kupitia nguvu za Roho Mtakatifu na utume kwa wote. Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa ulimwengu huu, katika hali ya unyenyekevu na kujishusha, alizaliwa kwenye holi ya ng'ombe. Maisha yake ya upendo yalikuwa ni nuru kwenye ulimwengu uliokuwa umejaa giza nene. Ilipofika mwaka 27, alibatizwa katika ule mto wa Jordan, ishara ya kuzika utu wa kale na kufufuka katika utu upya kwa kila atakayemwamini. Mwaka 2027 itakuwa ni miaka 2000 tangu alipobatizwa, na kwa hiyo One Voice 27 ni sherehe ya miaka 2000 tangu Yesu alipobatizwa. Tunamuita kila mtu kumwalika rafiki yake kwa ajili ya kumpa Yesu moyo wake, ili kusudi tuenzi ubatizo wa Yesu Kristo aliobatizwa kwa maji mengi. Kila kanisa litakuwa shule ya kuandaa watu kumwona Yesu aliyekufa kwa ajili yao. One Voice 27 ni ushindi na nuru kwa ulimwengu wenye giza. Jukumu hili halipaswi kuachwa mikononi au migongoni mwa wachungaji peke yao. Kila kanisa litengeneze na kutayarisha matukio kwa ajili ya mavuno na kuwafikia watazamaji na wasikilizaji katika majukwaa yote ya habari. One Voice 27. Macho yangu na mikono yangu vimeshuhudia mengi. Baadhi ya watu wanaokuja wakiwa na maumivu makali wakipona maumivu yao, wakati wengine pumzi yao ikikata na macho yao kufumbwa. Hali hii hainifanyi niogope kusema habari za Yesu na kuwa tayari kwa ajili ya One Voice 27, kwa sababu hawa nao Mungu aliwapenda na Yesu Kristo aliwafia. Hatutatumia fimbo, bali kalamu na ubao vitaeleza One Voice 27. Kila kona ni mimbari. Watoto na marafiki, vinywa vyao vitanena One Voice 27. Imani hii si ya kukwepeka wala kurukwa. Wachungaji wala wahubiri, ni kila mmoja anahusika
katika mpango huu. Madereva wote, endesha bodaboda, si askari, kila mtu anahusika. Njoo tuungane pamoja, tuhakikishe kwamba kazi ya Bwana inasonga mbele. One Voice 27 unashiriki namna gani? Umejiandaaje? Sikiliza rafiki, One Voice 27, jiandae kushiriki, uwe sehemu ya mbaraka mkubwa huu wa kazi ya utume, kwa kualika watu, iwe nyumbani, iwe ofisini, iwe mahali pa biashara. Omba nao pamoja, jifunze nao neno la Mungu. Kwa hakika Mungu atakubariki. Lakini pia usisahau kushiriki kwa rasilimali zako. Zaka zako na sadaka yako itafanya kazi kubwa kubwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Karama na vipawa vyako vitumike kwa ajili ya kazi ya Mungu. One Voice 27. Ni kweli Pastor Singo, One Voice 27 bila nguvu ya Mungu ni sawa na makelele tu, lakini twapaswa kwenda kwao tukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sauti moja. Mpendwa, kama tunahitaji kuhubiri kwa sauti kubwa, tunahitaji kuhubiri kwa sauti moja, na hii ndiyo dhana kamili ya One Voice 27.